Ninapozungumza kibali kamili, nina maana kwamba kupewa kibali mbele za Mungu na kibali mbele ya watu. Nasema hivi, kibali mbele za Mungu upewe na kibali mbele ya wanadamu pia upewe. Hapo ndipo inakamilika. Ukikosa kimojawapo ni tatizo. Unahitaji kibali kamili. Hebu piga picha. Ukipata kibali mbele za Mungu peke yake, maana yake nini? Faida zake ni zipi? Faida zake, utakuwa una uhusiano mzuri na Mungu, utakuwa raia wa mbinguni, na hatimaye mwisho wa siku utafika mbinguni. Si ni jambo zuri hilo? Ndiyo zuri, lakini duniani utaishi maisha ya taabu, maisha ya dhiki, maisha ya ufukara, maisha yenye magonjwa, maisha ya ambayo ya aibu. Duniani hapo utakuwa kama kituko. Kibali mbele za Mungu, lakini duniani kwa wanadamu huna kibali. Hiyo si kusudi la Bwana. Ndio maana nataka unisikilize polepole, unisikilize vizuri. Halafu pia ukipata kibali mbele ya wanadamu ukakosa kibali mbele za Mungu, hiyo ni janga kubwa zaidi. Maana yake nini? Unaweza kuwa bilionea duniani, unaogelea kwenye mapesa, unaogelea kwenye mali, majumba ya kifahari, magari ya kifahari, elimu za hali ya juu, maarufu, una vyeo vikubwa vikubwa, lakini mwisho wa siku unaenda kuishia kwenye moto wa milele. Hiyo ni janga kubwa. Ina maana umefanikiwa duniani, una kibali duniani, kwa Mungu huna kibali. Sasa ndio maana mimi nasema kibali kamili, Mungu kwa Mungu na kwa wanadamu. Si mpango wa Mungu ufanikiwe kwake peke yake. Maombi uko sawa, kufunga uko sawa, kuhubiri uko sawa, lakini ukija kwenye mambo ya uchumi, zero. Uchumi sifuri, nyumba sifuri, elimu sifuri. Sio mpango wa Mungu. Mungu anataka ubebe vyote, ubebe vyote vya kiroho. Chukua vya kiroho na vya kimwili, beba vyote, ni vya kwetu. Ndio maana ya kuwa na kibali kamili. Mpaka hapo hata nikimaliza kuhubiri si umeshatosheka? Yaani hapo tu nimekupa ufunuo wa kukutosha, hapo inatosha kabisa. Lakini acha niendelee. Nimesema kitabu kile cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa kwanza ule mpaka wa 3 pale, tusome kidogo. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile. Asante. Sikia,
hapa nakupa ufunuo. Kuna kitabu ambacho kimebeba hazina, kimebeba mema mazuri ya kwetu, yapo, lakini hayo mambo mazuri yapo kwenye kitabu, na kitabu hicho kimeshikwa kwenye mkono na mmoja aliyeketi kwenye kiti cha utawala, kiti cha enzi, ambacho kitabu hiki kimeandikwa ndani na nyuma, lakini kimepigwa mihuri 7, mihuri 7, ya kwamba hiyo mihuri hairuhusu mtu yeyote kufungua. Huko ndani ya kitabu kumefichwa utajiri, kumefichwa heshima, kumefichwa baraka, kumefichwa mema, utukufu, kumefichwa maisha marefu, kumefichwa vipawa, kumefichwa mambo makubwa mema huko ndani, lakini huwezi kuyapata mpaka mihuri ifunguliwe kwa taratibu zake. Nani awezaye kufungua hicho kitabu? Yohana akatazama, hakuona mtu yeyote, hakupatikana mtu yeyote. Yaani mbinguni hata mbinguni hakutokea, duniani hakuna ambaye naweza kufungua hicho kitabu, na hata chini ya nchi. Ndipo Yohana akalia sana. Yohana hapa anawakilisha binadamu wote ambao wanaona kabisa hapa kuna chimbo la madini, hapa kuna mali, hapa kuna ufumbuzi, lakini siwezi kuona, siwezi kupata, siwezi kuchukua. Analia. Inawezekana wakati huu unalia, unajua kabisa watu wanapata mali, wanapata pesa, wanainuliwa, wanastawi, lakini kwako kumegoma, imekataa kabisa. Sasa machozi unalia, hakuna kukusaidia. Yohana alikuwa hivyo, akalia, lakini akapewa taarifa, akaambiwa usilie tena, akaambiwa usilie. Yupo mmoja ambaye yeye amepata ushindi, ili amepata sifa, mmoja tu ambaye amepata sifa ya kufungua hicho kitabu, ni mmoja tu. Huyo ndio ananyamazisha vilio vyote. Huyo ananyamazisha vilio vyote. Huyo ananyamazisha maombolezo yote. Maombolezo yote hayakomesha, huyo mmoja tu. Huyo mmoja akaambiwa, si yupo mmoja, na nataka kukwambia yupo mmoja, nataka nikutambulishe mmoja huyo. Sasa ili nifupishe hii story, ana hii bali niongea jana na kusaidia wewe ambaye jana kufuatilia. Sasa hapa ukienda mstari wa 7 na wa 8, huyo anatajwa ni mwana kondoo. Mwana kondoo nilikwambia ni sadaka. Ukiona mahali popote kwenye Biblia inataja mwana kondoo au inataja damu ya mwana kondoo, ni maana yake ni sadaka inatajwa hapo. Kwa hiyo hapa aliyepata uwezo na sifa ya kufungua kitabu ni sadaka. Ndio nataka nikwambie hivyo, ni sadaka, ni sadaka. Sasa ukiangalia mstari wa 7, soma mstari wa 7 sasa. Naona akaja akitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye,
aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele za Mwana-Kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Asante sana. Angalia basi, sikiliza. Huyu Mwana-Kondoo, sasa tunaongelea hiyo sadaka ambayo imetolewa. Sadaka ilipojitokeza, wale walinzi wenye uhai wanne waliokuwa wanahakikisha kitabu hakiguswi wakasema huyu ndiye anastahili, wakadondoka, wakapiga saluti. Na wale wazee 24 na wao wakasema huyu ndiye anastahili, wakadondoka, wakasema huyu anastahili. Yaani wenye uhai wanawakilisha malaika, wanawakilisha ulimwengu wa roho. Ndio hapo nazungumza kibali mbele za Mungu, ndio wenye uhai wanne, na wazee wale wanawakilisha kibali mbele ya mwanadamu. Kwa na maana ulimwengu wa kiroho ukasema naam, huyu amepata sifa, tunamruhusu afungue. Na ulimwengu wa kimwili ukasema naam, huyu anastahili achukue vitu vya duniani. Vya kiroho vimeruhusiwa na vya kimwili vimeruhusiwa. Maana yake wenye uhai wasio na mwili wameruhusu. Umepokea kibali mbele za Mungu, ndio maana yake. Na ulimwengu wa kimwili umeruhusu, maana yake wanadamu na vitu vinavyoonekana vimeruhusu upewe. Hii nina nguvu sana. Sasa akasema wakadondoka. Hawa walipodondoka wakajikuta wana vitu viwili. Wakajivuta nini? Wakajikuta wana kinubi na vitasa vya dhahabu vimejaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Ina maana kumbe kinubi kilikuwepo, maombi yalikuwepo, kilichokuwa kimekosekana kilikuwa ni sadaka, ndio ilikuwa inasubiriwa. Inawezekana we mpendwa wangu, maombi unayo, kufunga unako, sifa zipo, umeabudu sawa, tumepiga kucheza sebene tunalo, sebene la Kristo tunalo, tumepiga nyimbo, tumeruka, tumefanya yote, mdundo umekubali, lakini mbingu imenyamaza. Mbingu imetulia kimya. Inakupa vingine, lakini mbingu vingine vimetulia kimya. Nitakwambia kitu kimoja. Kuna vitu ambavyo mbingu inaweza kukupa, vingine inaweza kukupa mpaka utimize makusudi fulani. Hasa naongelea mali. Mungu amenifunulia, nataka niongee na watu wanaotaka uchumi wao uinuliwe. Naongea na watu ambao wana njaa na kiu na tamanio la uchumi wao kuinuka. Ndio nataka hao, ndio naongea nao. Wale ambao hawana haja ya uchumi, wewe sina haja na wewe, tulia tu hapo hapo, wewe natosha. Wewe ni Lazaro mzuri, umebaki hapo. Lakini nataka kuongea na watu ambao wamemaanisha kuingia level za kumiliki, na kutawala. Nataka niongee na watu kama hao, maana Mungu ameniambia moja kwa moja, wako watu watakuwa wamiliki wa mali, wamiliki wa pesa. Wako watu ambao watamilikishwa mali, wako watu watamilikishwa pesa, na wewe ni mmoja wao. Nasema wewe unayenitazama ni mmoja wao. Wewe utakopesha, sana, wala wewe utakopa. Wewe utakuwa juu tu, wala utakuwa chini. Wewe utakuwa kichwa wala si mkia. Wewe utakuwa kichwa, wewe utakuwa juu si chini. Hiyo neno nimekutamkia, ulipokea katika jina Yesu.
Nisikilize. Kwa hiyo hapa niende sasa kwenye lengo kubwa kabisa. Ndipo malaika wakachangamka. Malaika wakachangamka kwa sababu kuna sadaka imetolewa inayotaka umiliki uhame, umiliki uhamishwe kutoka kwa aliyekuwa na miliki mwanzoni, Ibilisi na wachawi na waganga. Yaani wakachangamka. Mstari wa 9 wakaanza na kuimba wimbo mpya. Haleluya, haleluya! Wimbo mpya ukaanza. Nyimbo za zamani zikakoma, wakaanza na wimbo mpya. Maana wasema wakaimba wimbo mpya, wimbo mpya. Wakasema anastahili huyu aliyechinjwa kwa damu yake, akamnunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa lugha zote, watu wa jamaa zote, watu wa mataifa yote. Huyu anastahili. Wakachangamka wakasema wimbo mpya tuuanzishe, na kutamkia wimbo mpya, wimbo wa mafanikio, wimbo wa heshima, wimbo wa ustawi, wimbo wa baraka, wimbo wa utajiri, wimbo wa afya, wimbo wa kibali, wimbo wa heshima, wimbo wa elimu, wimbo wa pesa nyingi, wimbo wa kuinuliwa juu. Unaanza. Mungu anakubadilishia wimbo unaanza, nyimbo mpya katika jina la Yesu, na kutamkia nyimbo zianze mpya. Mpekaa ukiongea nyimbo za zamani, nyimbo za masikitiko, nyimbo za maombolezo. Nyimbo za maombolezo ndio za kwako leo, zimekoma. Nasema hizo nyimbo zikome. Nyimbo mpya imewekwa ndani ya moyo wako, ndani ya mdomo wako, tayari nyimbo zitaingia. Unajua mambo ni ya hakika. Yakobo akiwa anaogopa hali iliyo mbele yake, akaamua jambo la maana sana. Akakaa peke yake na mtu mmoja, akashindana sana na mtu mmoja, mieleka. Halafu ule mtu alikuwa ni Mungu ndani ya binadamu. Mtu ni Mungu ndani ya mwanadamu. Unajua Mungu hufanya vitu katika sura kama 3 hivi, lakini nasema mimi moja huja moja kwa moja kwenye roho, kwa mawazo yako. Hiyo ni Mungu anakuja kwenye mawazo yako. Ya pili anakuja kupitia malaika kwenye ndoto. Ya tatu anatumia binadamu, mimi ninavyoongea, na kile ambacho Mungu nimejifunza hufanya miujiza sio ya kawaida ni pale anapotumia mtu, anapofanya kazi yeye mwenyewe kupitia mtu. Nimeshuhudia ndiyo mambo makubwa hutokea. Maana Mungu hupenda aaminiwe kupitia mtu. Kwa nini? Kwa sababu Ibilisi alimjaribu mwanadamu, alimdondosha mwanadamu kwenye mwili. Kwa Mungu anataka amshinde shetani kupitia mwili. Kama akija kimalaika tu, shetani anasema huyu sasa malaika hasiwezi kumjaribu kwa njaa, siwezi kumjaribu kwa hiki. Lazima aje kupitia mtu. Kwa Mungu aliye ndani yangu wakati huu, ukimwamini, ukimkubali, ukasema huyu ni Mungu anaongea na mimi kupitia Dr. King, ndiyo maisha yako yanabadilika milele. Maisha yako yanabadilika milele. Wewe kama unasubiri ndoto, utapata ndoto, sawa, na nitakuombea ndoto ije. Kama unasubiri mawazo ya kimungu, yapo tayari, nimeshafungulia, yanakuja mawazo ya Mungu. Lakini kikubwa hapa ninapoongea, huyu ni Mungu katika mwili. Hata Yesu anasema naye neno Mungu akafanyika mwili. Mungu kwa nini asingeokoa ulimwengu yeye mwenyewe? Lazima alivaa mwili kwanza. Hilo ni somo lingine, very powerful lesson. Powerful sermon. Yaani hiyo ni somo kubwa lenye nguvu sana. Kwa nini Mungu anachagua aingie kwenye mwili ndipo alete matokeo? Kwa nini asiokoe ulimwengu hivi mpaka amlete kwanza mwili, halafu kwenye mwili ndipo ahakikishe watu wanamwamini au wanaacha kumwamini? Unaweza ukachagua kuniamini au usiniamini, ni juu yako mwenyewe, lakini nimebeba matokeo, majibu yako.
Nimebeba majibu yako, ni uchaguzi wako uamini nayoongea, na sikulazimishi uamini, lakini nimebeba. Yupo mtu atakayeniamini, yupo mtu nimetumwa kwa mtu mmoja, yupo ambaye atasema Mungu amenijilia, Mungu amenitokea, Mungu amenijilia. Yupo anayeona na kusikia sauti hii. Huyu Yakobo akashindana na Mungu. Kushindana ni kubaki kwenye neno. Alibaki akachimba neno, usitoe wewe neno, baki kwenye neno, jaza neno ndani yako, jaza neno, chimba neno, dumu kwenye neno, usibanuliwe na mtu, hata shida zisikubandue, shughuli za dunia zisikubandue, ubaki huku. Akaambiwa basi acha niache. Na kwambia Yakobo anasema sikuachi. Nimesema sikuachi. Biblia sikuachi. Ninabaki na neno. Amka usiku, kula neno. Mchana, kula neno. Sikuachi. Humu ndivyo. Mungu akasema basi umeshinda. Akawanibariki. Kuna baraka ziko hapa. Iko baraka hapa. Halafu ndipo Mungu anasema jina lako nani? Akaongea ile jina la aibu. Jina lako nani? Akaimba nyimbo za aibu. Akaambiwa kuanzia leo hilo jina ni marufuku. Kuanzia leo jina likome. Kuanzia leo hizo nyimbo zikome. Ndio kule anasema wakaimba wimbo mpya. Kuanzia leo nyimbo za aibu zikome. Kuanzia leo jina la aibu likome. Kuanzia leo jina jipya chukua, maana yake Israeli. Wewe umetangazwa mshindi. Ndio jina lako. Umetangazwa mshindi, maana yake mshindi upewa kombe, mshindi upewa taji, mshindi ushangiliwa, mshindi usherekewa. Kwanza leo usherekewe na dunia, wewe umeshinda. Kwanza leo ushangiliwe, kwanza leo watu wakutukuze, kwanza leo watu wakutukuze. Umepewa taji, umepewa kombe. Umeshindana na Mungu na umeshindana na watu na umeshinda. Maana yake umepata kibali kamili, umebeba neno vizuri na umeshika kanuni za kawaida za duniani. Kumba moja bila shaka. Nisikilize. Sasa sadaka inachokifanya nini? Watu wengi hawaelewi. Sasa hapa naenda kiuchumi. Naenda kufunulia jinsi ya kukamata mali, jinsi ya kukamata pesa, jinsi ya kukamata maisha, kukamata ulinzi, kukamata utukufu na ushindi duniani, halafu na mbinguni pia uende. Ndio point. Sasa jambo la kwanza, ukifanya jambo hili ya kushikilia na kutokubali, ukifanya jambo hili ukatoa sadaka yako, kiuchumi inafanyika. Mungu anasema katika kitabu cha Mwanzo, hiyo kanuni usisahau. Mwanzo 1:12 na ule 24. Usisahau hiyo kanuni. Neno la Bwana. Inji ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake. Mbegu kwa jinsi yake. Point yangu ni kwa jinsi yake. Endelea. Na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Kwa jinsi yake. Point yangu kwa jinsi yake. Mbegu zina matunda, lakini matunda gani? Kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Natosha mpaka hapo tu. Sasa nisikilize. Kila mbegu ina aina ya matunda tofauti. Ukipanda na ukiendelea soma mstari wa 24. Mungu akasema inji na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Kiumbe hai pia ni kwa jinsi yake. Mnyama wa kufugwa nacho kitambacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Sikia, yani mbuzi atazaa mbuzi, kondoo atazaa kondoo, ng'ombe atazaa ng'ombe, mbwa mwitu atazaa mbwa mwitu. Kila kitambacho kitazaa kwa jinsi yake. Maharage itatoa maharage, mpunga itatoa mchele, mahindi italeta mahindi, mchicha italeta mchicha, machungwa machungwa. Sasa nisikilize,
lazima utambue mbegu hizi ni nyingi na zote ni nzuri. Hata hapo naongea mbegu za kiuchumi. Ukipanda pesa utavuna pesa. Ukipanda, sijui kama unanielewa. Yaani nataka nikuonyeshe sadaka. Watu wengi unapanda maombi, utavuna maombi. Watu watakuombea sana, watu watakuombea sana. Ukipanda kufunga peke yake utafunga, watu watainuka, Mungu atainua watu kukuombea na watafunga kwa ajili yako. Ni nzuri sana hiyo. Nzuri sana. Ukiombea watu sana, Mungu atainua watu watakuombea sana, utavuna hivyo hivyo. Sasa umeshaelewa point yangu nini? Sasa unataka kufanikiwa, wewe unapanda mbegu gani? Kila mbegu inakuletea hicho hicho. Unaamini nini katika upanzi wako? Sasa unataka mali, unataka maisha marefu, unataka kumiliki. Ndio pale ile damu ya Yesu ilikuwa ina mbegu za kumiliki. Ukisoma sura ile mstari wa 9 Ufunuo 5:9 anasema, mstari ule wa 10 inasema, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki wapi? Juu ya nchi. Kumiliki nchi. Hiyo damu, mbegu hizo zilikuwa za kumiliki. Hizo damu zilikuwa za kutawala. Damu hizo zilikuwa hiyo sadaka ilikuwa ya kutawala. Hiyo sadaka ilikuwa ya kumiliki. Sasa wewe ukiwa na sadaka umepanda mbegu ipi? Wanasema mimi siamini. Ongea lakini siamini. Nani nakulazimisha? Usiamini. Baki hivyo hivyo. Kwani mimi nakulazimisha? Wewe usiamini, baki hivyo hivyo, na mbinguni na kuhakikishia unaenda. Lakini utakosa matunda mema ya nchi. Mema ya nchi yako utakosa. Ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Utakachokosa ni mema ya nchi. Mbinguni utaenda kabisa. Sina shida hiyo, utaenda. Lakini kuna watu ambao wanasema mimi nabeba vyote. Mbinguni naenda na vya duniani navichukua. Wako aina hiyo. Kama wewe aina hiyo upo, wewe ndio nakuombea neema hii ikukalie mpaka upate hayo. Wewe aina hiyo nakuombea upewe itimie kwako katika jina la Yesu. Imekuwa kwako. Sasa nisikilize. Ukishafanya hivyo, kinachotokea nini? Unapewa pesa, labda pesa zinakuja? Hapana, sivyo. Pesa zinakuja katika mfumo mwingine. Ndio nataka nikuonyeshe sasa hapo. Ukishafanya hivyo, kuna kitu kinatokea. Cha kwanza, malaika huyo ambao tuliona wanashangilia watakuja kwako. Wakija kwako wanakupa kitu kimoja. Twende Danieli sura ya 9 mstari 21 na 22. Hao malaika wakija hawakuletii pesa. Sasa twende pamoja. Watu wengine hawaelewi Mungu hutujilia kwa staili ipi ili tuweze kukabili dunia na kufanikiwa. Sasa nakupa sasa fafanuzi. Kuna vipengele nakupa sasa. Ukishatoa sadaka, kinachofanyika kwako ndio naenda kukupatia sasa. Soma mstari wa 21 na 22. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemwona katika njozi hapo kwanza, akirushwa upesi, alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Huyu malaika Gabrieli akaruka haraka wakati wa dhabihu. Dhabihu ni wakati wa sadaka ya jioni. Alikuwa anatoa sadaka ya jioni. Malaika akashangilia, akasema nimempata mtu mtoa sadaka. Akaruka. Unaona? Yaani malaika akaruka, Gabrieli akaja haraka pale. Alipokuja mstari wa 22, angalia alichokifanya. Akaniagiza, akatoa maagizo, akaongea nami. Akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Bas kabisa. Unaona point hiyo? Nimetokea nifanye nini? Nikupe akili upate kufahamu. Jambo la kwanza nataka uelewe, Mungu atatuma malaika. Jambo la atakaolifanya, ana maagizo.
kuanza maagizo kukwambia kila kitu kimeshafunguka ni cha kwako. Hiyo ni moja. Lakini atakupa akili, atakupa akili za kufahamu, akili za kuelewa mambo. Nataka ujue hiyo. Na hapa na kuombea wewe ambao unaamini kwenye sadaka za kiuchumi ninazofundisha hapa, ambao Mungu amenifundisha, amenituma kwako. Nataka ujue Mungu atakupa akili za kufahamu, za kufahamu. Malaika anakuja kukupa maelekezo na akili za kufahamu mambo. Shida iliyoko ni kutofahamu. Kutofahamu ndio tatizo kubwa leo. Watu wangu wanaangamizwa kwa sababu hawafahamu. Hawafahamu jinsi ya kupata pesa, hawafahamu jinsi ya kupata mali, hawafahamu jinsi ya kuishi maisha marefu, hawafahamu, hawajui. Ndiyo tatizo. Tatizo ni kutofahamu. Sasa kuna akili inaingizwa kwako. Sasa twende tuangalie mchanganuo sasa. Roho wa Mungu akikujaa unafanyaje? Unamwambia hata Dr. King usihubiri hilo tena. Mimi nikijaa Roho Mtakatifu na nena sana kwa lugha, na nena kweli kweli. Umepatia nusu. Umepatia nusu. Nusu nyingine ndio nataka nikufundishe. Ile ya kunena kwa lugha sikukatalii, ila umepatia nusu. Twende sasa ile nusu nyingine ambayo tumeiacha. Ile nusu nyingine ndio inatupate. Ile ya kunena kwa lugha ni sawa, lakini ile ya pili ndio inatunyima pesa, ndio inatunyima mali. Ile ya pili nenda kukuambia ndio unaihitaji wewe. Hiyo nenda kukuambia ya pili. Ya kunena kwa lugha hata mimi naipenda, ni nzuri. Ile ya pili ndio tumeikosa. Tunaenda kuangalia kitabu cha Kutoka sura ya 35. Tuanzia mstari wa 30 hadi 30 mpaka 33. Alafu tuende mstari wa 35. Nafikiri nikimaliza hapo nitakuwa nimekushibisha, nimekutosheleza kabisa, na tuna sababu ya kushukuru Mungu kwa neno lake. Twende hapo. Neno la Bwana. Anzia mstari wa 30 tu. Au kipenda anzia 29 kwa faida ya sadaka. Wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana, ndio, kwa moyo wa kupenda, ndio, wote waume kwa wake, ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta kwa hiyo kazi. Sawa, ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mkono wa Musa. Sasa hiyo nimekupa tu utangulizi uone kwamba sadaka ilikuwepo. Ndio maana kuanzia mstari wa 30 ndio sasa tunataka tuanze kupate mambo nataka nikupe. 30 endelea. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda, naye amemjaza Roho wa Mungu. Jamani, sikieni. Amemjaza nini? Roho wa nani? Wa Mungu. Tuende polepole. Huyu mtu amejazwa roho wa nani? Wa Mungu. Amejazwa roho wa Mungu. Kwa hiyo hapo mpaka hapo tumeelewana. Roho wa Mungu. Kwa hiyo ananena kwa lugha hapana, twende. Endelea. Naye amjaza Roho wa Mungu katika hekima, na akili, na ujuzi, na kazi ya ustadi kila aina. Subiri. Sasa wewe umeona mambo hapo. Huyu amejazwa Roho wa Mungu ili apate nini? Hekima. Huyo ni Roho wa Mungu amempa nini? Hekima. Ya kwanza. Ya pili, akili. Roho wa Mungu amempa nini? Akili. Akili. Ya pili. Ya tatu amempa nini? Ujuzi. Ujuzi. Ya nne amempa nini? Kazi za ustadi za aina mbalimbali. Yaani akampa ustadi. Mambo manne hapo makubwa sana. Hekima, akili, ujuzi, ustadi. Yote hayo upewe. Kwa jina la Yesu nasema yote hayo
upewe. Kwanza ujazwe huyu Roho Mtakatifu. Huyu Roho wa Mungu ujazwe. Sio ile kunena tu, nataka ujazwe Roho huyu. Roho huyu anayeleta hekima, anayeleta akili, anayeleta ujuzi, anayeleta ustadi. Wapi duniani hapo utafanikiwaje? Ni kwa sababu watu wanaona wewe una ujuzi. Ujuzi wako ndio unakutofautisha na wengine. Wanakuona una ustadi pale kazini, ndio unapewa heshima kuliko wengine. Wanaona una akili ambayo inawazidi wengine. Wanaona una hekima. Ndio mambo hayo bwana. Unaona, ndio mambo hayo unahitaji. Hayo ndio mambo duniani yanahitajika. Ukinena kwa lugha unasema umechanganyikiwa. Ukinena sana unasema huyu sijui amerukwa na akili. Lakini ukiongea akili, hata asiokoka atakwambia na wewe njoo. Hata asiokoka mtaelewana. Hata asiyomjua Mungu atakubali. Lakini ukanena kwa lugha, walokole tu tutakuelewa. Tutajua huyu ananena huyu. Lakini wa dunia haitakuelewa. Na dunia imebeba mali. Dunia imeatamia utajiri. Na utajiri hautakuja kwa kunena kwa lugha peke yake. Lazima unene peke yako chumbani. Biblia inasema lugha ni wewe na Mungu. Nena sana peke yako na Mungu. Ujijenge roho yako. Halafu kwa watu peleka hekima. Kwa wanadamu peleka hekima. Kwa watu peleka akili. Nenda na akili. Kwa watu peleka ujuzi. Nenda na ujuzi. Nenda na ustadi. Yaani wewe nimekusaidia sana. Nimekusaidia mno. Kama wewe uko tayari, hiyo imekuwa ya kwako. Nimekumilikisha. Yaani upokea. Sasa tuende mstari unaofuata. Na kuvumbua kazi za werevu. Sasa ni uvumbuzi. Unaona mambo hayo? Roho yule wa Mungu analeta nini? Uvumbuzi. Nasema upeo kuvumbua mambo. Unajua tunaiga mambo mengi, lakini kuna vitu vya kuvumbua na kupa hizo mambo. Imeletwa na nini? Sadaka inakupa uvumbuzi. Vitu vya kuvumbua vipo bado. Kaa utulie, vumbua jambo kwenye eneo uliopo. Vumbua. Uvumbuzi katika kazi za nini? Werevu. Unaona? Unaanza unagundua, halafu unafanya kazi zenye werevu. Mambo ya umahiri, mambo ya ubora. Lakini sio hiyo, na kazi za dhahabu. Na kazi, hebu endelea. Na kufanya kazi ya dhahabu. Kazi ya dhahabu, na fedha. Na shaba. Tena bana. Yaani hapo si kama hujanielewa, sweet tena, sio utaelewaje sasa? Yaani anasema hivi kwamba dhahabu, nataka niwaombee wale ambao wanataka kwenda kwenye machimbo. Nataka nikuombee. Usiende kwa mganga, uje kwangu. Mimi nimepewa sasa kibali cha kuombea. Uende kwenye dhahabu, utapata dhahabu. Na kuombea wewe ulioko kule kwenye madini, nataka nikuombee. Mungu akupe uwezo, uende ukakusanye ukapata dhahabu kwa jina la Yesu. Nguvu hii iko juu yako ya kupata dhahabu. Wewe unataka fedha, sasa angalia. Pesa ukazipate. Akili ya kuona pesa na wewe ipokee. Unaona, ni akili imetajwa. Akili ya kupata dhahabu nimekupa. Akili ya pesa. Halafu ya akili pia ya shaba. Haya ndio tunahitaji duniani. Kumbuka naongea kibali kamili. Kwa Mungu tumeshapokea kibali. Tumeokoka, tunamjaza Roho Mtakatifu, tunaenda mbinguni. Hicho tuko vizuri. Na maombi tunayo kwa sana, lakini duniani mifuko bado imekauka. Ndio tunataka tushughulike na mifuko yetu pia. Hapa duniani kuna mambo ya kufanya akili. Ukitoa sadaka, malaika anakuja kukupa nini? Maagizo, anakupa akili, anakupa ufahamu. Ufahamu huo unajazwa Roho. Roho inakuja inakupa akili, inakupa hekima, inakupa ujuzi. Hata ujuzi una tafsiri mbalimbali. Kuna ujuzi ambao Mungu atakusukuma, kaboresha ujuzi wako. Usikimilie tu kama unaona biashara fulani, nenda kajenge ujuzi juu ya jambo lako. Kama unataka kuwa fundi uwashi mahiri, nenda kaboreshe ujuzi. Usiwe fundi mdogo. Kama ni fundi magari, kaboreshe. Kama ni mkulima, jua mambo ya udongo unaosemaje, mbegu gani zinakubali wapi. Tafuta ujuzi.
Usikimbilie tunaenda kulima no, kufuga. Tafuta ujuzi juu ya ufugaji. Tafuta ujuzi. Uwe stadi. Uwe una uvumbuzi. Sasa tuendelee. Muda wangu umeenda haraka sana. Na kukata vitu vya kutilia na kuchora miti. Uchoraji. Hapa ni uchoraji. Wewe uwe mchoraji mahiri. Uchoraji. Kata miti. Mpaka vinyago vimetajwa hapo. Vya urembo. Sio vya kuabudu. Yaani unakata miti, unachora. Endelea ndugu yangu. Atumike katika kazi za werevu kila aina. Kila aina. Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha. Nenda mstari wa 35. Amewajaza watu hao akili za moyoni. Yaani mimi hapa na wewe ndugu yangu, tumejazwa akili za wapi? Rohoni. Chukua hilo neno. Tumejazwa akili za wapi? Za rohoni, za moyoni. Ili tufanye nini? Endelea. Ili watumike katika kazi kila aina. Ili tuweze kutumika katika kazi ngapi? Za kila aina. Ukiona huku ulisomea kazi fulani hakuna ajira, unaingia sehemu nyingine. Huku likibuma unafanya na nyingine. Yaani wewe usiwe tu na kuangalia kazi moja. Fanya kazi hata 3, 4, 5. Kila aina. Akili hiyo unapewa. Pokea akili hiyo kwa jina la Yesu. Endelea. Ya mwenye kuchora mawe. Uchoraji na kazi ya werevu. Na ya mwenye kutia taraza. Ndio. Katika nyuzi za rangi ya samawi. Ndio. Na za rangi za zambarau. Ndio. Na nyekundu. Na kitani nzuri. Na mwenye kufuma nguo. Basi bwana. Sasa wewe ufumaji, tunaongelea ufumaji. Watu wa kusuka hapo. Yaani uwe msusi wa kipekee, wa kimataifa. Ukimsuka mtu kichwa chake, watu wote waulize nani kakusuka wewe? Huo mkono wako naweka umaridadi. Huo mkono wako naweka umahiri. Naweka umahiri, ustadi. Yaani ukimsuka mtu, watu wote wanakuulizia. Pokea kwa jina Yesu. Na hii iende kwa kila jambo ulifanyalo. Chochote ukifanyacho watauliza ni nani kafanya hivi? Ufuma nguo, ushonaji, ufumaji. Yaani yote hayo ndiyo yaliyobeba pesa. Wewe umebaki na silaha moja ya kuomba peke yake. Kuomba ni muhimu, lazima uombe sana. Na mimi ndio naiamini kuomba sana namba moja. Lakini lazima ujue maombi peke yake yanakupatia kitu kimoja tu. Kuna vitu katika 10 unapata kimoja, 9 bado. Sasa hivi 9 ndio nakuonyesha. Maombi ni ufunguo tu wa kuingilia, kuruhusiwa uweze kuingia kwenye ulimwengu wa kawaida ili uweze kujikusanyia mambo kupitia akili, ujuzi, hekima, ustadi. Hivyo ndio tunahitaji sasa. Nitaendelea wiki ijayo. Nikietaka kuendelea naona kama nitakuvurumu, sitakutendea haki, maana kuna vitu visito viko hapa mbele nataka kuviongea. Sasa nikitaka kuongea naona kama sitafikia kiwango cha kukuelimisha vizuri. Nataka nikutamkie maneno makubwa ya baraka. Upate kibali kamili kwa Mungu na kwa wanadamu. Mali za mambo ya rohoni na ya mwilini. Kuanzia leo malaika ninamwelekeza akujilie we mtoa sadaka, aje kwako, halafu anameagizwa akupe akili na ufahamu, au ujazwe roho wa Mungu katika akili, katika hekima, katika ujuzi, katika ustadi, katika ubunifu, katika kazi za dhahabu, katika kazi za fedha, katika mambo ya shaba, katika ufumaji, katika ushonaji, katika uchoraji, katika kulima, katika ufugaji, katika biashara, katika elimu, katika kila eneo. Wewe umeinuliwa juu kwa sababu umenielewa na kuamini haya ni Mungu amesema, na kutamkia wewe uwe kichwa usiwe mkia, wewe uwe juu tu usiwe chini, na kubariki uwe juu, upate kibali popote uendapo, ukubaliwe na fedha,
ukubaliwe na mali, ukubaliwe na afya, ukubaliwe na wanadamu, ukubaliwe na ulimwengu wa roho, vipawa, karama, miujiza, nguvu za Mungu, utukufu wa Mungu ukujae. Wewe mahali ulipo, nguvu za Mungu zijae, nyumba yako ijazwe nguvu za Mungu, yaani duka lako lijazwe nguvu za Mungu, biashara yako ijazwe nguvu za Mungu, huduma yako ijazwe nguvu za Mungu. Lakini sio nguvu za Mungu peke yake, ijazwe pia na mali, ijazwe pia na mali na fedha pia na maisha marefu na afya pia na ulinzi pia na heshima pia na baraka pia, ukubaliwe na wanadamu pia katika jina la Yesu. Ulindwe, uwe salama. Bwana akupe upendeleo miongoni mwa watu wawapendao. Bwana akupendelee. Amekujaza Roho wa Mungu anayekupa akili, anayekupa kufanya kazi hiyo, kazi ya ubora, kazi ya ubunifu katika jina la Yesu. Baba, kila mmoja ambaye leo amesikia hili neno, amelikubali, kuanzia leo fungua milango, aanze kumiliki vitu vile ambavyo vya rohoni na vya mwilini. Mmilikishe vitu vya rohoni na vya mwilini. Natangaza upokee, upewe, viwe vya kwako. Usiku huu ni wa kufurahia, usiku huu ni wa historia. Leo ni wimbo mpya, leo ni jina jipya. Si ile jina la Yakobo limekoma, ni jina la mshindi, na kutangaza wewe ni mshindi. Wewe una wimbo mpya, wimbo wa sherehe. Wewe umepewa taji, wewe umepewa ngao ya ushindi, umepewa kombe. Aliyeshinda ushangiliwa, aliyeshinda usherehekewa, aliyeshinda huwa anapewa makofi ya baraka. Ndivyo maisha yako kuanzia leo yaanze kusherehekewa. Malaika wanasherehekea, wanadamu washerehekee. Malaika wanafurahia, wanadamu wafurahie. Hata ardhi ifurahie, ardhi ikubali, inakutambua, ardhi imetambua huyu amebarikiwa, huyu ni mbarikiwa. Bahari imekubali, umebarikiwa, ukapate vitu vya baharini, vitu vya nchi kavu, vitu vya yote vya kwako. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki tena na tena katika jina la Yesu. Sema amina. Amen. Mara ya pili amina. Amen. Mara ya tatu amina. Amen. Mara ya 4 amina. Amen. Mara ya 5 amina. Amen. Mara ya 6 amina. Amen. Mara ya 7 amina. Maanake mihuri 7 tumeifungua. Asante sana. Mungu akubariki sana. Kesho tutakuwa na kipindi kingine kizuri sana. Kesho kipindi cha maombi. Chukua namba ya sadaka. Sadaka hii nataka kuwa ninakuwa nataka unajua nikifundishaga masomo ya sadaka napenda niweke ukweli. Mimi sifundishi ili unitolee sadaka. Nataka umwamini Mungu. Tena nikifundishaga hivi huwa napenda usitoe kwangu. Natamani utoe kule unakotaka mwenyewe, ili usidhani mimi nataka sadaka yako, ili uamini yale mimi niliyofundisha kwamba nimetoka kwa Mungu na Mungu kweli atafanya vitu vyako vikubwa. Usitoe kwangu sadaka hii tu. Kwa hii niliyofundisha, somo la sadaka nikifundisha, sitaki utoe kwangu. Toa kwa mchungaji wako, toa kwa mtu naye muamini kwamba Mungu anamtumia, katoe. Alafu utaniambia. Mimi nataka uniletee shuhuda na shukrani utaniletea, lakini shuhuda nataka. Sasa tunakupatia namba. Sisi ukipenda kutoa ni kwa hiari yako. Ukipenda kutoa sadaka kwetu, sawa, ndio maana tunakupa hii sadaka. Hii namba ya sadaka. Toa, wewe mwambie namba ya sadaka. Lipa kwa namba Voda ni 51 35 05 85. Jina Uzima Katika Neno. Sawa. Yasi ni 07 14 78 78 34 na jina Moses King. Basi kama utapenda kutoa kwetu, kwangu, ukasema natoa kwa mtume Dr. Kingu, nampa Mungu kupitia yeye, basi fanya hivyo pia. Na Mungu akubariki. Bye bye.